Wapendwa wana wa Mungu, wa mjambo, tunawasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo. Kwanza tuwatolee shukrani zetu za dhati kwa kuwa mmekubali kutupa muda na kutufuata katika mafundisho ambayo tunakwenda na kujifunza jioni ya leo. Jioni ya leo tunakuwa na fundisho nzuri sana ambalo linaongelea kuhusu upendo wa Yesu Kristo. Upendo wa Yesu Kristo. Jameni, ndugu zangu na dada zangu, kwa kweli Yesu ni mwenye neema, Kristo ni mwenye upendo, na upendo huo wa Yesu Kristo hauwezi kulinganishwa na kitu chochote. Kwa sababu tunaposoma katika Biblia, katika kitabu kile cha Yohana ni sura yake ya 3 na aya ile ya 16, inaenda na kutambia kwamba kwa jinsi hii Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hilo ni neno la Bwana katika Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Katika shairi hili tunaona upendo wa Yesu Kristo. Na upendo huu wa Yesu Kristo, hebu nikupe kisa kimoja. Hebu fikiria umekaa katika ndoa miaka kadhaa bila kubahatika kupata mtoto. Alafu baada ya miaka nyingi sana, baada ya siku nyingi, ukabahatika ukapata katoto kaka kamoja tu. Fikiria ni raha ya namna gani ambayo utakayokuwa nayo. Alafu unapobahatika kumpata huyo mtoto, ukakutana na jaribu kama hili. Mtu akaja akakwambia kwamba kuna mtu anayetakiwa kuokolewa, na ili mtu huo aokolewe, inatupasa tuweze kumtoa mtoto wako huyu, ili yule ambaye aliyetekwa aweze kuokolewa akiwa huru. Imagine ni uchungu wa namna gani ambao utakaohisi moyoni mwako. Lakini kwa upendo ambao Mungu alikuwa nao kwa ulimwengu, upendo ambao Mungu anao kwa mwanadamu, akakubali kumtoa mwana wake wa pekee, naye ni Yesu Kristo. Na si upendo wa baba tu, bali ilitakiwa pia mwana aweze kukubali. Na kwa upendo wa Yesu Kristo akakubali kushuka ili aweze kujitoa kafara kwa ajili yetu. Haleluya! Ni upendo unaokuwa na kina kirefu sana. Ni upendo ambao hauwezi kulinganishwa na upendo wowote chini ya jua. Upendo wa Yesu Kristo ulimshusha Calvary kwa ajili yangu nawe, ili mimi na wewe tupate kuokolewa. Na katika shairi hili kuna kuwemo upendo wa Baba. Tunaona pia upendo wa Yesu Kristo alivyojitoa kafara kwa ajili yetu. Na ili uweze kuokolewa na kafara yake, kupitia kafara ambayo aliyojitoa,
kunakuwa na sharti hili moja tu, ili kila mtu atakayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hilo ni neno la Bwana. Sharti ni moja, ni kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na basi wewe utaweza kuokolewa. Ndio maana jioni ya leo na kualika ndugu yangu, na kualika dada yangu, na kualika baba yangu, na kualika mama, uweze kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi pekee wa maisha yako, ili uweze kupata uzima wa milele. Basi upendo wa Yesu ni mkubwa mno. Katika fundisho hili tumeona ya kwamba upendo wa Yesu Kristo ni mkubwa sana, na kinachotakiwa kwetu basi ni kumwamini kwamba yeye ndiye Bwana na mkombozi wetu, na hapo utaweza kuokolewa. Mpendwa, Mungu akubariki. Mungu aweze kukupa nguvu, ili yote haya ambayo tumejifunza katika lesoni hii uweze kuyaweka maanani, na uweze kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, na uweze kuokolewa kwa jina la Yesu. Amina.